Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe, like, comment na share kwa habari punde kila uchao. Asante. Mahakama Kuu imekataa ombi la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu la kuunganishwa katika shauri linaloendelea kati ya Said Issa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini ya chama hicho pamoja na katibu mkuu. Uamuzi huo umechochea mjadala mpana kisiasa na kisheria, huku mahakama ikieleza kuwa ombi hilo halikuwa na msingi wa kisheria wa kumfanya Lissu kuwa sehemu ya kesi hiyo. Katika hoja zake, Lissu alidai kuwa ana maslahi ya moja kwa moja katika shauri hilo, akisisitiza kuwa uamuzi wowote unaweza kugusa nafasi yake ndani ya chama pamoja na mustakabali wa uongozi wa Chadema. Hata hivyo, mahakama iliona kuwa sababu hizo hazitoshi kumjumuisha kama mhusika wa lazima, kwa kuwa kesi hiyo imewasilishwa na wanachama wanaolalamikia ukiukwaji wa taratibu za uongozi ndani ya chama. Kwa mujibu wa taarifa iliyosambazwa na Brenda Rupia Jonas kupitia mtandao wa X, mahakama imeeleza wazi kuwa shauri hilo litaendelea kama lilivyopangwa bila kumhusisha Lissu. Hatua hiyo imeongeza joto la kisiasa, hasa kutokana na nafasi yake kama mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa ndani ya upinzani, ambaye amekuwa akiibua hoja kali kuhusu mwenendo wa uongozi wa chama chake. Wataalamu wa sheria wanaona uamuzi huo kama ishara ya msimamo wa mahakama katika kulinda mipaka ya mashauri ya kisheria ili kuepusha kuyageuza majukwaa ya mvutano wa kisiasa. Wameongeza kuwa Lissu bado ana fursa ya kufungua shauri lake binafsi ikiwa ataona haki zake zimekiukwa. Wakati huo huo, baadhi ya wafuasi wake wanaendelea kusisitiza hoja ya haki kwa Tundu Lissu, wakiamini mchango wake ni muhimu katika kutatua changamoto za ndani ya chama. Hata hivyo, kwa sasa, mwenendo wa kesi kuu utaendelea bila yeye, huku hatua zinazofuata zikisubiriwa kwa hamu kubwa.